Habari zenyu wapendwa watazamaji, ni saa ya kuwatolea taarifa mbalimbali. Kwanza kabisa vichwa vyake. Afya ya jamii, upimaji wa magonjwa ya kudumu pa Bukavu. Kuapishwa kwa viongozi wapya wa SCOUT imefanyika ndani ya province ya Sud Kivu. Mitihani wa taifa mwaka 2026, maoni ya wanafunzi baada ya kufanya mitihani ya Kiingereza wa hors session. Pa Kongo, shirika la Amnesty International inalaani mauaji na ukatili mkubwa unaofanywa na ADF dhidi ya raia huko Kivu Kaskazini na Ituri. Mtayaona yote katika taarifa ya habari hii. Bibi na mabwana, habari zenyu. Nina furaha kubwa kukutana nanyi katika toleo hii kubwa la habari kwenye Moji Info. Uko Bukavu, shirika la Atracid limemaliza kampeni ya kupima magonjwa ya muda mrefu. Lengo ni kusaidia watu kujua hali ya afya yao mapema. Maelezo kamili ndani ya ripoti hii. Shirika la Atracid iliandaa kampeni ya uhamasishaji na upimaji wa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ili Jumaa tarehe 1 Mei mwaka 2026 katika kanisa la Flander mjini Bukavu. Participe kwa hii kampanya ya age volontaire parce que niliona ni mafundisho yenyewe kwa lazima sana na inasaidia watu, sababu kuna watu wako wanagonjwa bila kujua, watu hawaendi kwa mganga kwa kufanya depistage kuangalia etat de santé iko namna gani. Ile fundisho inatusaidia kwa kujua kilifo kila mara, mimi tunaweza sikia mwili hailume haugonjwe, mais il faut toujours quand même kupita kwa hospitali afanya controle baangalie etat de santé yako iko namna gani. Kusema sema mpaka ngoe sio unagonjwa baenda wanakunyangula njoo uende kwa hospitali hapana. Message ndio kuambia population yetu ya Bukavu kwa quand même kwa kuna kujikaza watu kwa kunapita kwenye hospitali kufanya controle kuangalia kujani mtu kujua mwili etat de santé yako iko namna gani. Kwa majina mimi naitwa Ruise Mwanzi Claudine. Nilituma zaidi mimi na participer mwa hii kampanya de depistage ni juu ya magonjwa. Nilikuwa mimi najipimisha ku hospitali kuu ya kliniki njoo mimi napataka situ matunzo, nikakutanana na Dr. Mami akaniinteresse kama hapa kuko depistage, sema ni ya maana sana na mimi ni participer, akanifasiria kama ni watu wenyewe watatusaidia sana kutupatia aussi conseil gisi ya kukula majimnastike za kufanya. Nishasikia mimi nafurahi kukonse na bien kwa penda nikejipimisha juu mtu ajijuake kama iko mgonjwa, nilipenda nijue sante yangu. Mimi nafurahia sana wananipima, tunaongea mzuri, mimi nafurahi sana. Atuka mjikaze mkuye mjipimishe. Katika shughuli hiyo, wataalamu wa afya walitoa elimu kuhusu magonjwa kama kisukari na magonjwa ya moyo. Walieleza namna ya kujikinga na umuhimu wa kupima afya mapema. Kwanza tuongelee mitihani ya kitaifa ya mwaka 2026. Kwa mara ya kwanza, somo la Kiingereza limewekwa katika mitihani wa hors session. Wanafunzi wengi walitoa maoni tofauti baada ya kufanya mitihani hiyo. Baadhi yao walisema mitihani ilikuwa mpya na kidogo mgumu, lakini ulikuwa rahisi kwa wale waliojiandaa vizuri. Hii ni hatua mpya katika mfumo wa elimu nchini Kongo. Oral d'anglais bitakuwa vya nguvu, mais hapana bikuwa vile ni bitu yenye bilikuwa simple. Kwanza inatusaidia tunadécouvrir bimoya bia vile mu anglais. Bon, donc ilikuwa très simple sana na ni ya bien vraiment. Tunaweza penda ba futur finaliste bengine benye banaweza kia présenter examen d'état, donc baime ile examen oral d'anglais du examen a bien na basiko na boga CEO oral d'anglais bia nguvu nini vraiment kuna tabia nguvu. Anglais ilikuwa haikuwa nguvu sana kuibanizoe na kunya baizoe ilikuwa nguvu kidogo. Kwa sababu kupare yangu ndisona savila kukua nguvu juu sije nilikamata ilisikilikana kwanza. Ilisikilikana mzuri na nikaexplique mzuri. Kwa Sud Kivu, muungano wa SCOUT wanaendelea kusaidia vijana kuwa na maadili mazuri.
Viongozi wapya wameapishwa pa Bukavu. Credo na Mkabisa Emmanuel kwa maelezo zaidi. Sherehe ya kuapisha viongozi wapya wa scout ilifanyika Jumapili tarehe 3 Mei 2026 katika uwanja wa vikapo wa ISDR Bukavu. Viongozi hawa ni pamoja na timu ya jimbo ya Kusini, viongozi wa vikundi na wakufunzi wasaidizi. Kamishna wa scout hapa jimboni Kivu ya Kusini, Mwanzi Louis Emmanuel, alisema viongozi hawa wana jukumu la kuwalea vijana na kuwafundisha maadili ya kiscout. Alikumbusha kuwa scout ni kazi ya kujitolea na lengo ni kusaidia vijana, si kujitumikia. Mwanzi Louis Emmanuel aliwaomba viongozi wa kikundi chake kushirikiana vizuri na vijana ili kuwasaidia kuwa watu wazuri katika jamii. Ijulishe kwamba kikundi cha wa scout ina zaidi ya wanachama 14,000 katika jimbo la Kivu ya Kusini. Wazazi wanahimizwa kupeleka watoto wao ili wapate mafundisho mazuri. Na katika kumaliza taarifa hii, tuelekee mashariki mwa nchi ambapo hali ya usalama inaendelea kutia wasiwasi. Shirika la Amnesty International yasema ADF wanafanya ukatili mkubwa dhidi ya raia huko Kivu Kaskazini na Ituri. Katika ripoti ya tarehe 5 mwezi huu, shirika la Amnesty International imesema kuwa ADF wanaua, wanateka na wanatesa raia. Shirika hilo linaomba hatua za haraka ziweze kuchukuliwa ili kulinda wananchi na kuwahukumu wafanyao uhalifu huo. Na ni kwa habari hiyo ndio tunaweka nukta kwa toleo yetu ya habari ya leo. Mimi ni Merve Muji Shamba katika uwasimilizaji. Pichwa zimeweka angani naye Maombi Safari Floribert. Credo na Mkabisa Emmanuel ndio alifanya ripoti. Asante kwa kutuchagua. Jilindeni, maana kila siku ni maisha.